Wachangamwe kutoka Changamwe kaunti ya Mombasa wameanza hafla ya siku 3 ya kuonyesha mila na tamaduni za jamii yao. Jamii hiyo imeanza kwa maombi maalum na kuandaa chakula rasmi maarufu kama tangalizi kinachoaminika kuondoa mikosi na magonjwa miongoni mwa nuksi zingine. Akizungumza na wanahabari, mmoja wa viongozi wa jamii hiyo, Omari Kibwana Kombo, ameeleza kuhusu hafla ya leo kwamba ni muongozo wa jinsi mambo yatakavyokuwa kwa siku 3. Nawakaribisha ndugu nyote wa tabaka mbalimbali katika culture, mila na utamaduni wa Mchangamwe na Mswahili kwa jumla katika kisiwa na Waswahili wote wanaokaa katika visiwa vya bahari. Leo kama Wachangamwe tulikuwa ni siku ya dua na tangalizi. Tangalizi ni chakula ambacho hupikwa kuanzia mbegu 3, mbegu 7, mbegu 9, mbegu 11. Mchanganyiko wa vyakula hivi haitiwi chumvi, haitiwi sukari. Na tangalizi hizi hupikwa nje, zikaliwa nje baada ya watu kufanya maombi ambao kwa lugha nyingine ni kama matambiko, kuombea labda wazee, watoto waliotangulia mbele za haki, waliofariki. Nia na madhumuni ya tangalizi huwa ni kama kafara za kupiga maradhi, kupiga matatizo ya aina yoyote ambayo yanaingia kwenye mji. Taaluma ama kuhamasishana kuanzia saa 4 mpaka saa 11 hapa Mwidani Social Hall. Tarehe 28 ambayo ni Jumapili tutakuwa Mwidani Technical College karibu na airport. Hapo ndio itakuwa sasa sherehe zetu ni kilele. Pale tutaonesha Mchangamwe kazi zake ni zipi. Kazi zake ni za mavuvi, kuna wavuvi pale na madau, vipi yanavua, uzio nini, wavua vipi. Maelezo yote yatakuwa hapo kesho. Dawa walizokuwa wakitumia Wachangamwe, walikuwa hawaendi hospitali, walikuwa wakijitibu vipi, tutaweka dawa pale tuwaoneshe katika mila na desturi walikuwa wakifanyaje. Ali Goshi ni kiongozi katika kaunti ya Mombasa na amesema hafla hiyo ni muhimu kwa kuileta pamoja jamii hiyo ili kudumisha mila, tamaduni na desturi zao. Jamii yoyote isiyokuwa na mila, isiyokuwa na desturi, isiyokuwa na tamaduni zake ni mfano wa mti ambao hauna mizizi. Mti ukiwa hauna mizizi hauwezi kushamiri. Kwa hivyo sisi kama jamii ya Wachangamwe ni watu ambao tuna desturi zetu, tuna mila zetu na tuna tamaduni zetu. Ndio maana tumeshikana na tumeungana kwa pamoja kuhuisha zile tamaduni zetu na mila zetu ili watu waweze kuzijua na kufahamu tulikuwa tukiishi vipi. Kwa upande wake, Muhammad Mwijuma Mwijipembe ametoa wito kwa vijana na jamii hiyo kujitokeza kwa hamasa zitakazoandaliwa. Amesema mafunzo haya yatasaidia katika kuwatoa vijana vijiweni na vile kuwapa fursa viongozi wa jamii hiyo kuwashirikisha vijana katika fursa za ajira. Sasa lengo ni kuja kuhamasisha kwamba hata kama mtu yuko level ambao sio, tutaleta kwanza mambo ya academic ambayo itakwenda hivyo, tutaleta mambo ya professionalism, kila profession kwa ina maana, alafu tutakuja pia mambo ya skills, wale watoto waweze kujua kwamba kuna ile issue ya entrepreneurship. Yani ndio wewe ushaanguka, huna nini, waweza kuanzisha business. Na among the lecturers watakuja ni watu qualified, wengine vijana hapa, ili kueleza hata kama wamfika hapa waweza kujiendeleza. Manake watu wafikiria kusoma degree peke yake, lakini waweza kuwa na degree na usiende pale popote. So katika wale watakokuja eleza, kutakuwa na various fora na yule atakayetoa presentation, mwishowe kutakuwa na moderator, alafu watazungumza mpaka mwisho kabisa saa 8 tutakuwa na open forum. Na katika open forum tutakuwa na strategic plan ambao tutajaribu kutengeneza mikakati ya kuendelea mbele. Alafu tutakuwa pia na ile community, tutakubaliana vipi kama maagizo ya kutupeleka. Aliboga ni kijana katika jamii hiyo. Mimi ni Mchangamwe, ni mzawa hapa Changamwe, na ningependa
kuwarai ama kuwasihi Wachangamwe wenzetu wote walioko sehemu za mbali kuja kuweza kusherehesha katika hizi siku zetu ambazo tumezidhamiria. Nikiripotia Bandari TV kutoka Changamwe, kaunti ya Mombasa, mimi ni Hassan Pojo.